Bana, Yanga anavuna alama moja nyumbani dhidi ya Al Ahly Sporting Club katika uwanja wa New Amani Complex. Ibra Baka alifunga bao la kuongoza, kazi nzuri ya Pacome Zouzoua kutoka upande wa kulia, anachekecha kidogo, Dickson Job anatoa assist, ndipo Ibra Baka anaweka mpira nyavuni. Lakini Al Ahly walikuja juu, wakaonyesha ukubwa wao, wakapiga kasi, wakaongeza kasi kidogo, wakafunga bao. Aliou Dieng, shuti la kwanza likipigwa na Mahmoud Trezeguet, Diarra anaupa ngazi ule mpira, ile kona iliyochongwa sasa inarudi tena kwenye miguu ya Mahmoud Trezeguet, anamsetia kwenye njia Aliou Dieng ambaye anaenda kuweka mpira nyavuni moja kwa moja, inakuwa 1-1. Baada ya hapo tumeona Yanga wamekosa nafasi, na vile vile upande wa pili napo Al Ahly kuna nafasi kadhaa wamepoteza, lakini yote kwa yote nafikiri matokeo fair sana kwa timu zote kwa jinsi zilivyocheza, ila Yanga safu yake ya ushambulizi inataka jiboreshe zaidi. Jambo kubwa, vita ya Yanga sasa imehamia kwa AS FAR, kwa sababu kwenye nafasi hii ya pili huyu ndio mshindani wao mkubwa kwenye nafasi ya kuania nafasi ya pili, na maana vita ni kubwa kati yao wawili. AS FAR anacheza baadaye, akishinda atafikisha alama 5 kama Yanga, na baada ya hapo wiki ijayo wanakutana wao kwa, na maana Yanga atakuwa ugenini kucheza na AS FAR. Ndio tutajua sasa hatima ya Yanga ni wapi. Bana, wale wakale wa kutengeneza mikeka hapo, link nimekuwekea kwenye comment hapo, iguse link hiyo hapo, join kwenye group letu la mikeka, la kwenye channel yetu ya mikeka, nimekuwekea kwenye bio hapo, nimekuwekea kwenye story, na vile vile nimekuwekea kwenye comment upande wa Facebook. Ushindi wewe tukujoin. Bana, Damalo na Aliou Dieng, vita yao ilikuwa ya kibabe sana.